kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa pote pale ulipo. Najua basi umejitahidi sana kwa vyote vile kuona kwamba unapokea sehemu hii ya simulizi za kweli, ambapo aenda kupatia mawili matatu, ambapo wabunge kadhaa wa Marekani, msikilizaji, maseneta na wachambuzi wa mambo wamekosoa vikali vitendo na maamuzi ya kijeshi ya Donald Trump, rais wa Marekani. Wabunge kadhaa wa Marekani, maseneta na wachambuzi wa mambo wamekosoa vikali vitendo na maamuzi ya kijeshi ya Donald Trump, rais wa Marekani, kuhusu vita vya Iran, huku wengine wakielezea mzozo huo kuwa ni wakijinga na ukichaa, wakisema kuwa Trump amepoteza udhibiti wa hali ya sasa. Idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa inakuletea sehemu hii ya kwanza ya simulizi za kweli. Ukosoaji dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump umeongezeka kutoka kwa wanasiasa wa chama cha Democratic. Mbunge wa Arizona Yasamin Ansari amesema ikulu ya White House inaendeshwa na mtawala mwenye msimamo mikali anayelenga kuharibu Marekani na dunia nzima. Kauli hiyo imekuja baada ya Trump kutishia kuangamiza mitambo ya umeme ya Iran ikiwa Tehran haitofungua kikamilifu mlango wa Hormuz ndani ya saa 48. Ansari, ambaye wazazi wake ni wahamiaji kutoka Iran, alikosoa operesheni hiyo ya kijeshi kuwa ni ya hatari na isiyo halali, akionya kuwa inaweza kusababisha madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na vifo vya wanajeshi wa Marekani. Amesema kauli hizo zimebadilika kutoka ahadi za kusaidia waandamanaji wa Iran hadi vitisho vinavyoweza kutafsiriwa kama uhalifu wa kivita dhidi ya raia. Kwa upande mwingine, Senator wa Democratic Chris Murphy pia alimkosoa Trump, akisema rais huyo amepoteza udhibiti wa vita na yuko katika hali ya taharuki. Murphy, ambaye ni mjumbe mwandamizi wa kamati ya mahusiano ya nje ya Senate, ni miongoni mwa wanasiasa wanaoongezeka kukosoa operesheni ya pamoja ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambayo sasa imeingia wiki ya 4. Murphy awali aliita kampeni hiyo vita vya kichaa vya Trump na kuonya kuwa mzozo huo unaweza kuongezeka zaidi, hasa baada ya saa 48 alizozitoa Trump kuhusu kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz. Msikilizaji, ni awamu ya kwanza ya kipindi kipya cha simulizi za kweli, ambapo unapokea kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Msikilizaji, huku kukiwa na mzozo unaoendelea kati ya Iran na Israel, maafisa wa Iran wamedai kuwa ulinzi wa anga wa Israel unashindwa kuzuia makombora yanayokuja, wakielezea anga ya Israeli kuwa haina ulinzi au ipo wazi kabisa. Mohamed Bagher Ghalibaf, spika wa bunge la Iran, amedai kuwa anga ya Israeli hazina ulinzi baada ya makombora ya Iran kuripotiwa kushambulia maeneo karibu na kituo cha nyuklia cha Dimona. Unaingia katika hatua mpya, akisema ni wakati wa kutekeleza mipango ya kijeshi iliyokuwa imeandaliwa awali kufuatia kile Tehran inachokiita vita vya uchokozi vya Marekani na Israel. Kupitia ujumbe aliochapisha katika akaunti yake ya X Jumapili hii, Ghalibaf amesema kushindwa kwa Israel kuzuia makombora katika eneo lenye ulinzi mkali la Dimona kunaashiria mabadiliko ya hali ya mapambano. Iwapo utawala wa Israel hauwezi kuzuia makombora katika eneo lenye ulinzi mkali la Dimona, ni ishara ya kiutendaji kuwa vita vinaingia hatua mpya. Anga la Israel halina ulinzi tena, aliandika. Aliongeza kuwa hali hiyo inaonyesha kuwa Iran inapaswa kuanza kutekeleza hatua zake zinazofuata. Kwa hiyo inaonekana kuwa wakati umefika wa kutekeleza mipango inayofuata iliyokuwa imeandaliwa, amesema. Wakati huo rais wa Iran Masoud Pezeshkian amemteua kaimu mkuu wa wizara ya ujasusi kufuatia kifo cha waziri wa ujasusi Ismail Khatib. Kwa mujibu wa Muhammad Mahdi Tabatabai, ambaye ni naibu wa habari katika ofisi ya rais,
Uteuzi huo wa muda ulifanywa mara moja baada ya kifo cha Hatib mnamo Machi 18 katika shambulio lililodaiwa kufanywa na Marekani na Israel. Tabatabai amesema amri ya rais ya kumteua kaimu mkuu wa ujasusi imekwisha tolewa na kuwasilishwa kwa mamlaka husika, akiongeza kuwa taarifa zaidi zitatolewa baadaye. Alisisitiza kuwa taasisi zote za serikali zinaendelea kufanya kazi kikamilifu na hakuna jukumu lililoachwa bila kutekelezwa. Kwa mujibu wa katiba ya Iran, wizara inaweza kuongozwa na kaimu mkuu kwa kipindi kisichozidi miezi 3 iwapo waziri hayupo. Ni simulizi za kweli, msikilizaji, kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Wakati ambapo unatafakari hayo, msikilizaji, basi ni ruhusu kwa wakati huu basi kukupatia nafasi ya kuweza kuwa na uelewa. J. Cole amefunguka kuhusu kumuomba msamaha hadharani Kendrick Lamar, akidai kuwa mke wake alilia alipomweleza kuwa alikuwa amepanga kufanya hivyo baada ya kumdiss katika wimbo wa 7-minute drill. Amesema hayo wakati kuzungumza na mtangazaji wa Apple Music na Deska Alexis katika mahojiano yake ya kwanza tangu atoe albamu yake mpya ya The Fall Off. Mvutano huu ulianza baada ya J. Cole kuwataja Kendrick Lamar na Break kama Big 3 katika wimbo wa mwaka wa 2023 First Person Shooter uliofanywa na Drake. Kendrick Lamar alipinga wazo hilo mapema mwaka 2024 kupitia wimbo Like That uliofanya na Future na Metro Boomin. Akiwa amekwazika, J. Cole alijibu kwa kumlenga Kendrick Lamar kupitia wimbo wa 7-minute drill uliopo kwenye mixtape yake Mighty Delete Later. Hata hivyo, muda mfupi baada ya kutoa wimbo huo wa kumdiss, J. Cole alibadili msimamo akiwa jukwani katika tamasha la Dreamville Festival la mwaka 2024. Aliomba msamaha hadharani kwa Kendrick Lamar na kuuita wimbo huo moja ya vitu vya kijinga zaidi kuwahi kuvifanya. Katika mahojiano hayo, J. Cole amesema wazo la kumuomba msamaha ilimjia takribani saa moja kabla ya kupanda jukwani. Alikiri kuwa alikuwa na msongo wa mawazo kwa siku kadhaa, lakini mara baada ya kufanya uamuzi huo alihisi nafuu na furaha. Rapa huyo pia amesema aligundua kuwa kutoa 7 minutes drill kulikuwa kosa, kwani kulimwakilisha vibaya na kuleta mgawanyiko usio wa lazima. Baadaye aliondoa wimbo huo kwenye majukwaa ya kusikiliza muziki mtandaoni. J. Cole amedai kuwa alielezea mpango wake huo mke wake wa miaka 11 Melissa Helot pekee. Amesema mke wake alianza kulia kwa sababu alijua jinsi alivyomheshimu Kendrick Lamar na aliona namna suala hilo ilivyokuwa likimsumbua. Aliongeza kuwa alijisikia vizuri zaidi baada ya kuomba msamaha na kusisitiza kuwa bado ana upendo na heshima ya dhati kwa Kendrick Lamar na Drake licha ya mvutano uliotokea. Hii ni simulizi ya ukweli. 5 minutes, the 5 hours before, was it something that you had really thought of and planned? No. Or did you get on the stage and felt like, I need to do this? No, it hit me an hour before. Okay. But before that, I was stressing the fuck out but in the moment that the idea came to me, like the guy that's like, oh man, I lifted and I got light and I got excited. I got so excited because, you know, to tell you the 2 or 3 days before that, it was like, oh my, nah, this is terrible, because I felt like I misrepresented myself. You know what I mean? It's like all of a sudden I'm giving life to division and to negative storylines or negative perceptions on somebody that I with and got love for. You know what I mean? Somebody that I like care about. And it's like, oh shit. In my mind, of course, I mean, I could take you back to, we know why that happened in the first place, right. But just to answer your question, that shit had me feeling terrible, because I'm like, oh my God. Like, this shit is nasty. This shit don't feel right. And of course, leading up to it, it made, when I was doing it, it made sense. Actually, I can't really say it made sense, but in a moment where I wasn't clear, like we were just talking about, I chose to do something that didn't align. It's like putting on the outfit, the Versace sweater or whatever. In a moment where I wasn't clear, I chose to go this way
4 reasons that I could tell you about. But all you need to know right now is like, yo, I felt miserable about it. Like literally, like my whole demeanor, my whole shit, my wife could tell. And so I'm like, oh my God, I gotta go on the stage and like come out here and pretend. Almost like people think that I'm representing that. Mike Delete Later had just dropped. It's the biggest news. Not saying Mike Delete Later is, but just the drama of all of this is the biggest news happening. And I'm coming out as a representative of what the they just heard. It's like, nah. So an hour before it was like, like, yo, in a very loud manner, you know, in a very public forum on your album, you said some shit you didn't believe in. Now you got the opportunity to go on a bigger forum, you know what I mean, a bigger stage is being live stream and say something that you believe in. And in that moment, I'm like, thank you, God. Like, told my wife, she the only one I told. I ain't tell nobody else. I was like, yo, this one I'm about to go do. She start crying because she know how I feel about him. You know what I mean? Like she knows, and she saw how it was weighing on me the 2-3 days before that. She could see in my whole energy, and she would even ask me, and I'm just like, yeah, I got a lot going on right now. Like, so when I go and do it, I felt even better than I felt knowing I was going to do it. I felt like, if you'd have seen me that night, man, mind you know, the demeanor of everybody around me. I was just going to say. Like, damn, nigga, like, my man Barry from since the 80s, you know, he Earth Gang, signed Earth Gang, and yeah. He'll always keep it real with you. 100%, that's my nigga. Like, but he just sitting there like, he like, you're a good dude, man. But he's almost disgusted about it. Like, he's almost hurt about it. And if you would have saw me, I'm just like, bro, like, I feel amazing because now the world knows how I really actually feel. But this is what is mind-blowing to me, right? The reaction that everybody had, and we'll talk more like later, especially now a couple before you made the apology, the 5 minutes, the 5 hours before, was it something that you had really thought of and planned? No. Or did you get on the stage and felt like, I need to do this? No, it hit me an hour before. Okay. But before that, I was stressing the fuck out but in the moment that the idea came to me, like, the guy that's like, oh man, I lifted and I got light and I got excited. I got so excited because, you know, to tell you the 2 or 3 days before that, it was like, oh my, nah, this is terrible because I felt like I misrepresented myself. You know what I mean? It's like all of a sudden I'm giving life to division and to negative storylines or negative perceptions on somebody that I with and got love for. You know what I mean? Somebody that I like care about. And it's like, oh shit. In my mind, of course, I mean, I could take you back to, we know why that happened in the first place, right. But just to answer your question. Ndio simulizi za kweli, msikizaji, wakati ambapo unapokea kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Idhaa hii ya Kiswahili iko hapa, jukwaa la kweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.